atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu, maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Mimi naitwa Jacob Gumbo. Mimi ni balozi lakini pia ni mchungaji wa hii huduma ya Kristo hapa. Kwa hiyo siku ya leo ulivyokucha asubuhi kwenye saa 2 hivi, kijana wangu ambaye ndio yeye anayehudumu zaidi hapa, maana yeye kwenye huduma yeye ni kama mwenyekiti na mimi ni kama makamu mwenyekiti kwenye huduma. Unaona? Kwa hiyo asubuhi alinipigia simu. Akasema kuna watu wanakuja kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani kuja kuangalia mazingira ya hilo kanisa, maana hilo kanisa limesajiliwa lakini halijapata certificate. Kwa hiyo tuliomba hiyo certificate, wakatuambia basi mtapata baadaye mpaka tuje tujiridhishe. Ni muda mrefu sana, lakini sasa kwa leo ndio akapata hiyo simu kwamba wanakuja. Basi mimi aliponiambia hivyo nikamuuliza unawafahamu hao watu? Akasema na wafahamu. Unaona? Basi nikamwambia basi sawa, mimi nawasubiri hapa. Basi wakati walipokuwa wamekaribia wakapiga simu. Wale watu wakampigia simu. Yeye naye akatupigia simu hapa nyumbani. Tukamtuma kijana wetu. Yule kijana, yule mtumishi akampa simu ya kati ya wale watu waliokuja asubuhi kwamba mpigie simu mmoja wapo ambaye anaitwa Rama. Basi akapigia simu ili apate vizuri pale, akampokea. Basi akawapata, wakaja hapa nyumbani. Basi wakaja wakaangalia mazingira, tukaingia kanisani hapo, wakaangalia kanisa ni hilo hapo. Wakaingia wakaangalia, basi wakasema kumbe ni huduma nzuri, pako vizuri, hakuna tatizo kabisa. Sisi tumekuja tu kuthibitisha ili nini, tuwape certificate, maana sasa hivi si mnafanya huduma lakini bado hamjapata certificate, mna ule usajili wa muda. Basi tukasema basi nikawauliza wewe mnaitwa nani? Yule akaniambia mimi naitwa Rama. Na wewe dada? Anasema mimi naitwa Jacqueline Limo. Unaona? Basi nikawatoa tu, nikamwambia karibuni, hapa ni kanisani muda wowote, maana kanisa halizulii mtu. Basi nikawatoa hiyo asubuhi hiyo saa 2 sasa. Unaona? Nikawatoa tu hapo, nikaagana nao wakaondoka. Unaona? Lakini wakati tunaongea pale hapo ndani, yule kijana ambaye ni Rama alikuwa anachukua picha huko nje. Alikuwa anachukua picha. Mimi kaona ni kawaida kama mtu amekuja kuangalia mazingira, labda ili kuenda kupitishia ule usajili, lazima achukue mazingira vizuri ili akawahakikishie na pengine baadhi ya viongozi. Basi sikutaka kumuuliza kwa mbona umechukua picha au nini. Basi nikawatoa tu wakaenda zao. Baada ya hapo haikupita masaa kama masaa 2.5 au 3. Unaona? Ndio sasa nilikuwa hapo ndani nimetulia, kwa sababu sasa watoto wake walipelekwa kliniki. Aliwapeleka kliniki, sasa anarudi. Unaona? Anarudi hapa sasa, anaingia ndani kwenye gate, ameingia tu kama hatua 4 tu. Tayari kwa wamembloko kwa nyuma huko. Sasa mimi nikasema labda pengine kwa sababu mimi ni balozi, mara kwa mara maaskari wanakujaga mara kwa mara. Wale wawili walikuja kwa miguu na waliondoka. Walipoondoka tu baada ya masaa 2.5 au 3 ndio ikaja hiyo Land Cruiser sasa, ambayo ndio na yeye akawa anakuja ili nini akachukua watoto wake. Umeona? Sasa mimi nilikuwa nimepumzika sasa, nasikia watu wanazozana hapo nje. Ghafla nasikia natekwa, baba natekwa. Na watu sasa huko, huyo hapo ni jirani alikuwa hapo nje, na yaka aliona hiyo gari inakuja. Kwa hiyo mimi nilipotoka pale sasa na kufika pale tayari wameshamuingiza kwenye ile gari. Unaona? Maana sasa ni Land Cruiser hadi top hizi. Na nikakalia namba, hamna namba. Sasa sina la kufanya pale, kulikuwa na mawe tu pale, nikachukua tu jiwe kubwa nikapiga ile gari huku nyuma. Ikalika pasuka kioo. Kwa hiyo watu sasa kule ukiona muuliza kwamba ile pasuka kioo ndio tumeiona.
Unaona, wakawa wameshuka huku chini. Wakafika nguzo za chuma huko, wakapiga kona. Mimi sasa nikachukua pikipiki kufukuzia. Yule mwenye ambaye amenichukua naye akawa na hofu. Hakunipeleka mbali. Akasema bwana, mimi naona tu twende kituo cha polisi. Kwa hiyo sikuwa na namna yote, sasa nikamwambia twende. Unaona, tukaenda kituo cha polisi pale, nikawaeleza, wakaniambia bwana, hiyo issue ni nenda Central. Basi nikachukua bajaji nikaenda Central. Unaona, kwenda Central kule wakaniambia kituo hicho kinajitegemea kabisa, kiko kamili. Kama yule alikwambia uje huku, inawezekana sio mwelewa. Na hawa vijana labda wageni. Kwa hiyo nenda kamuone afande fulani aitwa Afande Jacob. Unaona, ukimkosa muone afisa CID hapo. Basi nikarudi nikaenda hapo. Nikufika pale ndio yule kijana sasa akanipeleka kwenye ofisi ya CID kwa hakuwepo. Kwanza nikamuulizia yule Afande Jacob, nikamwambia Afande Jacob hayupo. Basi nikapelekwa kwenye ofisi ya CID pale, nikakaa, nikaambiwa hayupo lakini atakuja sasa hivi. Wakampigia simu, akasema nakuja, nimekaa muda mrefu. Nikamwambia labda basi mimi yule ambaye askari nimemkuta pale, nikamwambia basi kwa vile pengine ana shughuli nyingine mimi nitoke, kwa sababu hii issue inatakiwa kufuatiliaje ili nikaweze kuangalia namna ya kufuatilia, maana kuna watu wengine tumewapigia simu kwenye njia za Moshi na njia za Babati. Bahati nzuri akaniambia huyu hapa anakuja. Alipokuja pale ndio akaniambia, akanihoji na yeye pia, akaniambia basi hilo jambo uje kesho asubuhi saa 1 ili tuje tuandike vizuri statement. Maana kawaida yetu masaa 24 kama mtu hajapatikana ndio unaona. Kwa hiyo basi ndio hivyo, lakini sasa wakati ule naenda kule Central, kama nilivyowaambia kama nilipokuta wale watu pale kile kigenge pale, nikawauliza, ndio akaniambia kuna gari imepita kwa spidi kubwa hapa. Hiyo gari imegonga mtu amekufa, na ndio hao watu watoe wameifukuzia, lakini walipofika sehemu za Kisongo kule wakaonyeshwa bunduki wakaacha wakaamua warudi. Unaona? Na huyo kuna mmoja ambaye anauliza naye, nafikiri ndio aliyefiwa na huyo mtoto. Naye anauliza kama huyo mtu kama amepatikana, hao watu wamepatikana au ni vipi? Kibandani. Field Force pale kuna daraja pale, maeneo yale pale. Wao wenyewe wanasema amekufa, lakini mimi sasa sijathibitisha, nimeona damu tu pale. Kwa hiyo sasa pale waliponielezea kwamba gari imepita kwa spidi kubwa, unaona, nikawauliza huku nyuma kuangalia kioo pazia. Lakini wale yule mmoja akawa anasema bana, tumefukuza afu mbona kama vile kuna namba kaya hazieleweki. Kuna namba ambazo wakazitaja mara mbili kama tovu za aina mbili. Unaona, sasa ni sawa, mimi sasa nikashindwa kule kwa sababu mimi pale kwenye tukio sikuona namba. Nikauliza aina ya gari, unaona, wakaniambia ni Land Cruiser kweli, lakini sasa naona, lakini sasa yeye baadaye wakaniambia kuna namba tuliziona, wakazitaja pale, lakini sasa sikuwa na uhakika nazo sawa. Kwa kweli ninavyo tu hisi, huyu kijana kweli hana matatizo yoyote na mtu yoyote kabisa. Ila ninavyo labda kwa sababu kuna maono ambayo anaonyeshwa, naona na akionyeshwa unakuta kwamba ameambiwa aweke wazi kwenye taifa la Mungu. Kwa sababu mimi pia kuna wakati nilimwambia sasa hivi, nasema baba, haya nimepewa na Mungu, nisiposema nitapigwa. Kwa hiyo yako mambo ambayo najua, nikahisi kama mimi kama mtu mzima kwamba maeneo yanayogusa labda pengine ndio sababu. Kwa sababu hata ugomvi na mtu yote hapa mtaani wala hapa mtaani hana mazoea na watu wa aina yote. Mara ya mwisho kuna hiyo clip ya mwisho ambayo alionyesha kwamba kuna maaskari ambao watakufa, ambao wanaonea watu. Unaona, Mungu ataanza kuwashughulikia. Unaona, sasa hiyo clip kumbe kairusha. Mimi kwanza nilikuwa sijajua, nilikuja kuiona dakika za mwisho ndio naanza kuiangalia, jambo likatokea kama hilo. Unaona, na hiyo hata nyinyi wenyewe mkitaka kuangalia kwenye mkifungua huduma ya Kristo, mtaona tu maono yake, tabiri zake, maonyo kwa viongozi. Huwa anafanyaga hivyo mara kwa mara. Mkifungua hapo kwenye huduma ya Kristo mtamwona mara kwa mara akijaribu kutoa ndoto zake zile ambazo Mungu amemonyesha na kuwaambia watu, jamani, kuonyeshwa hii nawaambia ni Mungu kanionyesha kwenye ndoto.
Kwa hiyo huwa nawaambia ili kama ukiwezekana, maana na nyingine ni nabii, nikionyeshwa hivi lazima niwaambie ili kama ikiwezekana mtu ajiepushe. Unaona? Sasa ni mimi kwa mawazo yangu nahisi labda kwa sababu ndio hilo. Sasa ya juzi sasa kuna maaskari wapigwa radi huko. Katika mazingira ambayo watu walikuwa maaskari wawili wakapigwa radi wakawa wamekufa. Naona ni kitu ambacho sasa labda yeye sasa ndio akawa amenukuu utabiri wake wa nyuma, akasema jamani, muangalie haya mambo lishaonyeshwa. Mnaona sasa iliyotokea. Pamoja kwamba yeye ni maaskari, lakini mwe makini kwa sababu yuko Mungu. Unaona? Kwa hiyo kama vile anawatahadharisha. Lakini sasa mimi sijakuwa na uhakika kwamba hilo ndio sababu au nini, lakini sasa kutokana na nilivyoishi naye hana mgogoro na mtu awaye yoyote. Yeye mtu na huduma muda mwingi, yeye anaweza kukaa siku nzima hamumoni, ni kwenye huduma, anaomba usiku na mchana. Kwa vile wale watu ni mara ya kwanza kuja hapa na wao wametoka Wizara ya Mambo ya Ndani, na kama vile wamekuja kupajua, walikuwa hawapajui. Unaona? Sasa kwa hiyo wakawa ndio wamepajua sasa. Unaona? Hivi kama mtu amekuja kwako akamwambia bwana sasa nilikuwa sipajui, sikuwa napata taarifa zako, lakini kwa sipajui. Kwa hiyo akapajua, alafu mtu wa idara hiyo. Unaona, alafu ghafla kukatokea kitu kama hicho. Sisemi 100%, ila mtu unaweza kuwa na mashaka. Unaona, sijasema kwamba ni wao wamesababisha ulini, lakini kwa sababu wao ndio wametoka Wizara ya Mambo ya Ndani kwa sababu kufuatia usajili, na walipoondoka ikatokea baada ya masaa mawili matatu ikatokea jambo kama hilo. Kwa hiyo ndakuwa tu na mashaka, lakini sio kwamba nasema ni wahusika hasa. Pale sikusikia kwa sababu mimi nilikuwa ndani, wao walikuwa huko nje. Nimesikia tu akasema mama, neno la mwisho ambalo nimesikia ni ile tu kwamba yani kama vile alipopiga kelele tu basi. Kwamba natekwa. Unaona? Mahojiano ya kawaida walikuwa mahojiano kwa chini sana. Lakini sasa ile mimi kuja kushtuka kwamba nasikia mtu anatekwa. Mimi gari hii ni Subaru, huwa mara nyingi inanisi unaisikia. Kwa hiyo mimi kajua ni yeye anaingia tu hapo, hamna tatizo. Sasa kwa nini nimeona hasa kwamba hii ni vita. Kwa sababu kama mtu anatekwa, anachukuliwa, anaingizwa kwenye gari, lazima sikajua hii sasa ni vita. Ndio maana nikachukua mawe sasa kwa sababu sina namna yote ya kujani. Sina silaha yoyote. Sasa wajua mimi ni mwanadamu. Ni mwanadamu. Kuna mahali sasa unakuta mtoto wako kama anafanywa kitendo cha ghafla, kwa kweli lazima pale utafute namna ya kumtetea. Masuala ya utekaji yapo kwa sababu tunayaona kwenye YouTube, matukio yale tunayaona. Hata wakati ule yule kuna mmoja alitekwa kula akajitetea sijui. Unaona? Ni tumeona, huwa tunaona. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba hayapo. Yapo, tunayaona, yapo. Na sasa nilipoona ile hali ilipojitokeza pale sasa nikajua ni yale. Mimi kwa kweli kwa serikali wao ndio tegemeo letu. Raia wote tunategemea serikali, tunategemea uongozi wote wa polisi, unaona, na jeshi lote la polisi. Tunaotegemea. Kwa hiyo labda kwa sasa hivi naomba tu wanisaidie kufuatilia hiyo hali. Kwa sababu kama hali zinatokea za aina hiyo, kwa kweli uhakika zaidi hapo haupo, kila mtu hayuko salama. Mwanadamu geuka, atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu. Maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Usimwage damu ya mtu wa Mungu, unajichumia laana kwa taifa. Sauti ya Mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.